Yes, of course, mimi nitawale karibu njongo na Salia Lijembe tupigane story za namna ambavyo wameona barua ya Young Africans kuhusiana na msimamo wao kutokucheza dabi, lakini pia kutokuwa na imani na bodi ya ligi, lakini pia bodi ya ligi wametoa tarehe ya mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi wa 6. Yanga hawachezi. Mzee tuko salama? Fresh, mambo vipi? Kwema kabisa. Kwema sana. Tuizungumzie barua ya Young Africans. Kwanza tuanze kwenye kitendo cha pale wanachosema hawana imani na bodi ya ligi kwa sababu kuna timu zinapendelewa na dhulma imekuwa nyingi sana. Watu wengi wametoa maoni yao. Kwako umeipokeaje barua hiyo, lakini pia unazungumziaje hii kauli kwamba kuna timu zinapendelewa? Mimi nimeiona kama barua imekuja kwa ajili ya nafikiri kufanya interval, yani kama vile mapumziko kidogo kwa watu wa soka, kwa sababu labda tumechoka na kuangalia mpira na nini, kwa labda kutuletea burudani kidogo ya kutuchekesha, kutufurahisha, baada ya pale tuweze kuendelea na mpira. Ndio nimechukulia hivyo mimi. Kuna watu wanapendelewa kwa mujibu wa Yanga na dhulma zimekuwa nyingi za waziwazi. Sasa Yanga wanazungumza kwa niaba ya nani? Wale kina nani wanaopendelewa? Kwa sababu barua yenyewe tu kwanza inawaogopa hao wanaopendelewa. Kama ni wapo kweli mbona hawajawataja? Lakini ukiachana na hivyo, hata wewe tu katika akili ya kawaida, kwa Yanga hii inavyocheza, mechi zao wanavyoshinda, achana na hiyo watu wamezungumzia kama wamekuwa mabingwa mfululizo misimu mitatu mfululizo ni mabingwa. Achana na hiyo. Yanga wanaonewa na nani? Maana unaposema wengine wanapendelewa, maana yake wewe unaonewa. Kwa hiyo Yanga unavyoiona inaonewa na nani? Unajua ni vitu vya hovyo kusikia klabu kubwa kama Yanga kusema kuna watu wanapendelewa. Wanapendelewa kwenye nini? Unaandika barua, imekuwa barua ina mafumbo, haina uwazi, haisemi kitu kinachoeleweka, na nafikiri labda wanaona ni sawa kwa watu wanajadili vitu ambavyo havieleweki namna hii. Lakini kwa kifupi ni barua ambayo inaonyesha kwamba kuna upungufu wa ukomavu hata pia kwa viongozi wenyewe wa klabu. Kwa sababu Yanga ukiangalia mechi zao, labda wapi wanaweza wakasema wameonewa. Mechi ipi wanaweza wakatoa kwa kumbukumbu kama kuna mechi fulani sisi tulionewa. Lakini pia wanazungumzia mechi ipi nani amedhulumiwa. Kama wao walidhulumiwa Yanga au kama amedhulumiwa mtu mwingine, wanaongea kwa niaba ya nani? Ambaye huyo mtu ndo amedhulumiwa, sasa labda yeye kashindwa kusema, Yanga wanamuongelea wao. Mimi nataka niwaambie hizi klabu ni kubwa sana. Zinahitaji wakati mwingine kuwa na watu kidogo wamekuwa machua zaidi kufikia, kwa sababu najua hizi ni klabu ambazo zinabeba idadi ya watu, mioyo ya watu, lakini hata usalama wa nchi yetu sisi. Kuwa na watu ambao wanafanya vitu utani wanaleta utani kwenye hizi klabu, kuna siku wanaweza kutuletea shida. Kwa hiyo sio mimi nafikia hata wanachama wengine wanachukuliwa au mashabiki hawajui kile kinachofanyika. Lakini ukweli wewe unakumbuka mimi nilisema kesi ya CAS, hakuna kesi inaweza kufanikiwa kabla haijasikilizwa hapa. Si nilisema wakatukana na kama kawaida wakazungumza mafumbo, maana imekuwa sisi kazi yetu kuzungumziana mafumbo tu. Watu they cannot go straight, they cannot speak straight. Vitu ni mafumbo tu watu wanaongea. Leo nilichokisema ndio kile kimekwenda kutokea. Haya sasa waweke mafumbo mengine. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kuna vitu vimekuwa vingi vya kitoto sana. Kwa sababu ukiwasikia Yanga wanasema sisi hatuna imani na TFF. Kimsingi ulitakiwa upate hoja za msingi zinazowafanya wao wasiwe na imani na TFF. Hoja mimi sizioni, labda wewe mimi nifundishe au niambie ipi. Watu wanaoonewa, wanaopendelewa, wamependelewa kwenye nini? Wale wanaoonewa, wameonewa kwenye nini? Unataka uzungumzie kesi ya JKT kwamba dakika 15 ziliongezwa, Mashujaa dakika 15 ziliongezwa, si ndio? Tukizungumzia swala la mpira ulitoka nje kwenye mechi ya nani hawa? No, not KMC, ilikuwa mechi ya Songea United. Mpira ulitoka nje ukarudi ndani. Unapotoka nje mpira out of play, umerudi ndani, ukachezwa likawa goli. Hawa watu wanaonewa, hawaonewi? Haya basi, katika ligi hii msimu huu kuna timu gani imefunga goli la mkono? Sasa hawa Yanga ndio wanapaswa kulalamika. Mimi nilikuwa nafikiri Yanga ndio ilikuwa timu kati ya timu za kwanza kunyamaza, kuachana na haya mambo. Kwa hiyo mimi nafikiri wasituletee hadithi ya kufanya tukazungumza mambo mengi ambayo yako nje ya mpira. Na wakati mwingine mkiambiwa mnaigiza, mnakasirika. Lakini haya ndio maigizo wenyewe yanayofanyika sasa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri Simba, Yanga waongoze watu wengine kucheza mpira, tushiriki kwenye mpira, na mpira zaidi uzungumzwe ndani ya uwanja, sio haya maneno.
na kama dabi inatakiwa kuchezwa ichezwe. Kwani mimi sijajua kinachowafanya Yanga wanakataa kucheza dabi. Wewe umekusikia sababu yao ya msingi ni nini kwamba hawataki kucheza dabi? Hawana imani na bodi ya ligi, chombo kinachosimamia. Imani kwenye nini? Watu waambie, ndio nimekwambia, kwa sababu kutokuwa na imani wanasema kuna watu wanapendelewa. Kwenye nini wamependelewa? Maoni watu wengi wanasema Simba ndio anayetajwa. Kwenye nini sasa kapendelewa? Nimekuambia ukisema goli la mkono, goli mpira ulitoka nje, ilitokea kwenye mechi na Yanga. Kwa nini watu wengine wasilalamike na Yanga inapendelewa? Hawa wameamua kunyamaza. Kwa nini Yanga ambao ndio tunaona kuna vitu vilitokea wao wamenyamaza? Wao ndio wanasema kulalamika. Kwa naona watu wanatuletea sinema tu. Na nyinyi mnawaruhusu kwa sababu hofu yenu ukisema watu watakutukana mitandaoni. Wanaotukana mitandaoni wote wenda wazimu. Ni watu ambao hawatumia akili zao, wanawaza vitu hovyo hovyo na haraka haraka. Lakini mimi nataka nikwambie kama tutaendelea tutakuja kuharibu mpira wetu. Na ndio nimekuambia saa zingine hizi klabu zetu kwa ukubwa wake zinahitaji watu wakubwa pia. Watu wakubwa ambao wametulia wanaweza wakafanya vitu vyao kwa utaratibu sahihi, sio kufanya vitu kwa maigizo hivi. Na umeona hali jinsi inavyokwenda sasa hivi. Kila linalozungumzwa taratibu, ukweli unakwenda unashinda. Mwanzo ilikuwa inaonekana kama Yanga kweli wameonewa, lakini wameonewa wapi? Kuna watu wanaonewa. Kina nani wanaoonewa? Hoja zangu mimi nimekuambia hizi tokea. Yanga si ndio basi tuseme ndio angekuwa anapendelewa, wameonewa Songea United, wameonewa wale waliofunga goli la mkono. Lakini okay, yale imetokea, labda ni mambo ya kimpira. Mbona wenzao hawaandiki barua? Kwa kifupi mimi nilikuwa nafikiri wangekwenda dabi ichezwe, tumalize mambo ya hadithi ya nje ya uwanja. Sisi tulishatoka kwenye kujadili sana mambo ya nje ya uwanja. Wanayarudisha Yanga, lakini kipindi fulani ilikuwa sisi tunajadili mpira uwanjani. Nani ana magoli mangapi? Nani ana assist ngapi? Nani amefanya hivi? Yale ndio ilikuwa ni mambo ya msingi zaidi. Jembe, pia kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Mzee Mguto ni kama imeenda kuchochea kwa Young Africans baada Yanga rufaa yao kurudi. Mzee Mguto akasema tunafurahi na tulijua ili litatokea. Yanga wanaona kama wamekebewa na mwenye ligi na ndio maana hawana imani kabisa na hicho chombo. Wangesema hivyo tu ndio roho na imani naye. Alijua, mimi mwenyewe nilisema nilijua itatokea. Kwa sababu nilikuwa najua wanachokifanya Yanga ni maigizo kuwafanya mashabiki wao waone kwamba hii hali iko hivyo. Lakini hali haikuwa hivyo. Kisheria tunajua kuna utaratibu, kuna entities za hapa ndani, unatakiwa uanze kwa hatua, unapokwama hapa ndio unakwenda kule. Tena Yanga kama wangekuwa wameshindwa kesi hapa, walikuwa na nafasi pia ya kuwaonyesha CAS kwamba wao hawana imani, si ndio? Lakini sasa wanaonyesha hawana imani kupitia nini? Kuna kesi gani Yanga walipeleka labda wameshindwa? Hakuna. Sasa hawana imani. Unajua wanazungumza vitu vya juu juu tu, na nyinyi kwa sababu ndio tuna nafasi hivi ya kuongea, basi lazima tuviongelee. Na nafikiri wenyewe wanafurahi kwa sababu ndio lengo lao, tuongee haya mambo ya nje, tuache mambo ya uwanjani. Wakati wakichukua ubingwa Yanga msimu wa kwanza wa TFF na bodi ya ligi ni watu wazuri. Msimu wa pili, msimu wa tatu, sasa hivi ushindani umeongezeka, kelele zimeanza. Waambie wacheze mpira. Baada ya barua jana kutoka afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesema watu wamechanganyikiwa na ubaya ubwela. Kila unapopita mtu anaongea peke yake, hatuchezi. Yanga bado wamesomea msimamo wao, hawatuchezi. Una nini la kuambia uongozi wa Yanga kuhusiana na dabi, lakini pia unaiona wapi dabi? Mimi maoni yangu kwa viongozi wa Yanga, nataka niwaambie klabu wanayoiongoza sio mali yao. Klabu wanayoiongoza ni klabu ya wanachama na mashabiki. Na ni klabu ambayo imebeba mioyo ya watu wengi sana. Kuna vijana, kuna wazee na hata kuna watoto. Imebeba mioyo ya Watanzania wengi sana. Wasifanyie mchezo. Na wasifikiri Yanga wanaweza kaifanyia mchezo kwa miaka yote. Kuna ule msemo ni huku kuambia kwamba you can fool people for sometimes, you cannot fool people all the time. Haiwezekani ukawa unawadanganya watu au unawaletea watu nani kila wakati, kuambia mambo ambayo hayana maana ukahisi watu hawatashtuka siku moja. Mimi ushauri wangu, wapeleke timu waende wakacheze. Kushinda na kufungwa ni mambo ya kawaida. Hata hivi unaona hivi Yanga wataki kwenda kucheza, lakini Yanga inaweza kaenda ikacheza na ikaishinda Simba. Kwa sababu that is football. Wanaokwenda kucheza ndani uwanjani pale ni wachezaji, si ndio? Kwa sababu logic ya kwamba hawachezi hauipati. Unaona ni hadithi tu. Kwa hiyo kwa kifupi, wasiuvuruge mpira wa Tanzania. Wasitengeneze uadui kati ya viongozi wa soka na mashabiki wao, na wasiwatumie mashabiki wao vibaya kwenda kuanza kuonyesha huyu ni mtu mbaya, usiwi ni nini. Mpira wetu upo kwa ajili ya kujenga mahusiano, upendo, kusaidizana, kuwa pamoja. Yanga na Simba kwa Tanzania, ukienda karibu kila nyumba kwa asilimia 85 hadi 90 lazima ndani yake muli kuna Simba na kuna Yanga. Kuna watu ndugu, huyu Simba, huyu Yanga. Kuna watu wamezaliwa tumbo moja kama sisi kwetu, wapo Simba, wapo Yanga.
ni kitu cha kawaida kabisa, na watu mechi wao wakifungwa wanatania, hao wakishinda hao